Msikilizaji, karibu katika chaneli yetu ya Second TV ambayo inaendelea kukuletea masomo na mafundisho mazuri ya kukusogeza karibu na Mungu, lakini pia na kukufundisha kadha wa kadha. Karibu katika somo letu zuri ambalo linasema macho ya ndani ndio yanayojenga imani. Macho ya ndani ndio yanayojenga imani. Kuna pointi ya kwanza ambayo inasema unavyoona ndivyo ulivyo. Unavyoona ndivyo ulivyo. Katika kitabu cha Methali 23 na ile aya 7 inasema, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Hivi unajua akili na macho, yani akili inaona. Ulivyo kwa nje ni matokeo ya mtazamo ulionao ndani ya mawazo yako. Yani maono ya akili yako ndiyo yanayojenga imani, na haya ndiyo yanayofanya uwe hivyo ulivyo kwa nje. Labda ni mpambanaji, lakini pia unaweza kuwa labda ni jambazi, unaweza kuwa ni kahaba, unaweza kuwa ni mchungaji, unaweza kuwa ni mkorofi, unaweza kuwa ni mchana tunaweza tukakuona kuwa labda ni mtu mwema, lakini usiku ukishaingia kwenye anga zako unageuka ibilisi live. Unaweza kuwa ni mtu ambaye akilini unaona kufeli kimaisha, matokeo yake ni kufeli kwa nje. Ukiona unaona mbali, au ukiwa ni mtu ambaye unaona mbali, basi imani hiyo itakufikisha mbali sana. Jifunze kuona mbali. Jifunze kuona mbali kimawazo, maana hayo macho ya nyama yako limited. Tumia muda mrefu kufikiria, tenda kwa kufikiria, acha kutenda kwa hisia, feelings. Maana hizi zitakufikisha mbali na kukupotezea mwelekeo wako katika maisha. Utakuja kutegemea kubeti, mwishowe hata ada ya shule utakuja kujibeti. Unasahau ya kwamba mtu hawi tajiri kwa sababu ya kupata fedha nyingi. Hapana, ingekuwa ni hivyo, waliopata fedha nyingi wote wangekuwa ni matajiri. Kwani wangapi ambao wanabeti na wanapata fedha ndefu sana zaidi, lakini baada ya siku kadhaa wanageuka kuwa mafukara? Kinachohitajika ni kitu ambacho tunasema ni financial intelligence, yani namna ya kumake money, namna ya kutengeneza fedha. Yani unajua mfumo wa elimu, education system, inatuandaa tutegemea ajira. Wazungu wanasema don't plan to work for the company but plan to buy a company. Usifikirie kutumikia kampuni, bali fikiria kununua kampuni. Kwa hiyo tumia akili, itakuletea majibu tena mazuri na majibu sahihi ya kuridhisha. Mtu anayeona kushindwa kusaidiwa tu, hapana. Maana wote wangekuwa hivyo, basi wote tungegeuka kuwa ombaomba. Mungu alisema maskini tunao duniani siku zote, ndio, lakini kwenye wale maskini hajataja jina lako, hata kama wapo. Umaskini unaanza kwenye mawazo, kwenye fikra, namna unavyojenga mawazo na namna ambavyo unavyopambanua. Lakini ninapenda nikakutie moyo ya kuwa bado una uwezo wa kupiga hatua, bado una uwezo wa kubadili mawazo. Macho ya ndani yaone mafanikio kabla ya kufanikiwa. Acha kujaji kwa kutumia hisia. Matokeo yake unaweza kumwona binti labda ni mkimya, binti kweli anakuwa ni mkimya, na utaamua kumwoa kwa kuwa umemhurumia. Kumbe umesahau ya kuwa usije kumuoa mtu kwa sababu umemhurumia. Kumbe pia unakuwa umesahau ya kuwa kuna tofauti kati ya mambo mawili, ukimya lakini pia na upole. By the way, tunajua ya kuwa upole ni tunda la Roho, lakini ukimya inaweza kuwa ni matokeo ya changamoto, au kiwa labda ni maumbile, namna mtu alivyoumbwa. Sasa huyu binti huenda kamoa akiwa ni mkimya kwa sababu labda na stress za maisha, au ndivyo alivyoumbwa. Sasa ngoja umchukue umpeleke nyumbani, zile stress ziishe, ndio utakuja kujua kweli hapa nimemleta ibilisi live kabisa, ninakaa naye kitandani. Atahakikisha moja, huyo binti atakachokifanya, atahakikisha amekutenga na ndugu, amekutenganisha
amekutenganisha na wazazi, amekutenganisha marafiki, lakini yeye atahitaji uweze kusaidia familia yake tu, ukasomeshe ndugu zake. Na kumbuka, kwa wanaume ni rahisi sana kukaa na ndugu wa kike kwako, lakini ni ngumu sana kukaa na ndugu wenu na ndugu wa kwako. Kwa upande wa wanaume, kwako nyumbani ni changamoto kubwa sana zaidi. Yes, hayo ni maneno ambayo alitoa mwandishi wa kitabu ambacho kinaitwa Ndoa Kama Waridi. Yaani huyu dada atakurukisha kichurachura. Yaani watu watakuja kufikiri kuwa amekupa limbwata, kumbe hakuna chochote, hujapewa limbwata. Yaani kwa sababu ulikosea. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika kile kitabu cha Methali 19 ile aya 14 ndio inayosema kuwa mali na vitu vingine vyote tunaweza tukapewa na wazazi, lakini mke mwema anatoka kwa Bwana. Lakini ile Methali 18 ile aya 22 ndio inasema apataye mke apata kitu chema, naye apata kibali. Kwa hiyo matokeo yake, kwa sababu ya hiyo scenario ambayo ipo nyumbani, labda umemchukua mkimya, hujamchukua mpole, inaweza ikatokea mpaka mzazi sasa, matokeo yake, au kwa baba, hata ukija nyumbani umetoka kazini, watoto wakisha kusikia tu, maana wewe mwenyewe ushakuwa stressed, hivyo wanajua Simba kaingia ndani. Kwa hiyo kila mtu ataingia, atajua atakapopita. Kama mwingine atapita dirishani, kama mwingine ataenda kujificha ufunguni, kama mwingine ataenda wapi, ndio hivyo. Sasa maisha gani? Yaani wewe baba, kuliko kuleta furaha ndani ya familia, unageuka sasa kuwa Simba ndani ya familia. Kama unajiona baba wewe una nguvu, jamani, sio ukajisajili kwenye vita vya pale Urusi au Irani ukasajili. Kusajili ni bure. Sasa uone namna atakavyo kurusha na bomu, wakurushie bomu kichwani, ndo akili kae sawa. Kwa mtu mwenye mtazamo chanya daima, pia ujifunze kuthink critically kwa kila kitu. Acha mitazamo jumuishi na mithali za kijinga. Mara kifo cha wengi ni harusi. Haya, kwani anayeolewa mwenzangu ni nani? Usirahisishe kuferi kwako kupitia mithali na hadithi. Pambana mpaka pumzi ya mwisho. Hivi unajua watu wanabadilishwa na elimu. Hata pia maneno yanatubadilisha, fedha inabadilisha. Kuna watu ambao kabla hawajapata fedha walikuwa ni wakarimu kama nini, lakini mara tu baada ya kupata fedha ndo hapo sasa ndo utajua kuwa kweli bora angezikosa huyu mtu. Lakini watu wanabadilishwa kwa sababu ya vitu wanavyoviangalia, lakini pia na wanavyovisoma. Vina uwezo mkubwa wa kubadili akili, lakini na mitazamo ya ndani. Kwa hiyo usipoteze muda wako kusoma vitabu visivyofaa, yani visivyo na maadili, kushinda TikTok. Wengine wanaingiza hela, ila wewe ni kucheka tu barabarani kama kichaa, na unaongeza viewers bila kujua. Ila ukifika nyumbani utaki hata kumchekea meo, mtoto au mkeo. Kwanza ndo mdomo na uchongoa kama wale panyapori wa kuiba mahindi kule Nyamori na Tanga. Yani wewe unashinda Insta, FB na X, unafikiri umeajiriwa, na kampuni hiyo. WhatsApp kila status unaisoma, kuposti hapo sasa ndo usiseme. Ukiposti ndo balaa tu duniani. Maana mguu umeinua, kiuno umebinua kama sungusungu. Mambo gani hayo? Bora hata ungeposti vyenye akili, maana sometimes unaangalia umri wa mtu na nayo ya posti hata haviendani. Mwisho unagundua naye ana tatizo afya akili. Hii nayo inapoteza malengo ya maisha na kudhoofisha uwezo wa kufikiri na hatimaye kuharibu maono. Mimi nimejifunza kwa wenzangu ambao wapo huko. Kwanza ili uone mpaka amekupa namba yake ya simu, labda wewe ni rafiki wake wa karibu sana, au labda uichomoe kwenye group la WhatsApp. Sometimes kama amekuelewa sana anakupa account ya Insta, lakini mwenzangu na mie namba unaamua kuiposti Facebook, unaweka Insta, unatafuta wateja. Sasa unafikiri wewe ndo kampuni la Atiku, sijui kampuni gani? Na akili zilivyopoteza mwelekeo kabisa. Unafikia hatua watoto wako unawapatia tablet, simu, PC na data iko on. Mwishowe sasa zile picha za uchi zinapita, wale watoto wanakuwa busy kuangalia zile picha, unafikiri wao wanaenjoy na katuni. Yani umeridhika na watoto wako kuangalia zile katuni za uchi na ushoga, unafikiri ndo unawapenda, eti ndo utandawazi. Utavuna unachokipanda, maana unafikiri ulifanyalo ni jema. Wewe wanakuona unatembea na kimini, ila wao watatembea uchi muda sio mrefu, maana wamekopi tabia na kuipaste. Lakini wao wataimprove. Wawekee mipaka wanao. Kama unawapenda, wape wasome vitabu vya kiroho. Watoto wakasome vitabu vya kuadilisha, waweze
kufaa mbele za wanadamu, lakini pia ukafaa na mbele za Mungu. Tupate madaktari, mainjinia, maprofesa wenye akili, sio mazezeta. Yes, maisha ni mtazamo. Hiyo ni pointi ya pili. Maisha ni mtazamo, sio watu washinde wanakodoa macho tu, wakiaminishwa kuwa Waafrika wamelaniwa, mara shetani ni jitu jeusi. Mwisho wanapoteza confidence na inakuwa rahisi kukubali kuwa Waafrika tulitokana na nyani. Matokeo yake, mbwa akiwa mbaya tutasema ni mbwa wa kienyeji, ila akiwa na afya ataitwa mbwa wa kizungu. Viazi vikiwa vizuri vitaitwa viazi Ulaya. Kwani hakuna viazi jamani vya kutoka Kigoma? Waafrika wenzangu, tubadilike kimtazamo, tunaweza. Nywele zako za kipilipili huzipendi, unapenda nywele za kizungu. Na uko radhi ushinde unatembea jicho moja umelifunika na nywele, eti ndo staili. Staili gani ya jogoo? Staili gani hiyo? Ngozi yako unaichubua eti ufanane na wazungu, hujui ulikuwa unakaribisha kansa. Huo ni ugonjwa na wenyewe ugonjwa wa afya akili. Mwishowe sasa unabadili kope, unaweka rangi midomoni, unafikiri sijui umekula nini, unabadili kucha, makalio na sehemu zingine, huenda hata homoni. Huo ni ujinga, lakini pia ni kuto kujikubali. Ukiamua kubadili mtazamo, unaweza ukafika mbali sana, lakini ukiwa unamuona shetani kama tulivyosema ni jitu jeusi, basi kila Mwafrika utaona kuwa ni kama shetani, na hivyo utawalaani Waafrika wote kuwa hawana akili. Kumbe wewe mwenyewe ndio dishi limeyumba. Unajua wataalamu wa wanyamapori wanasema kuwa nyati ana nguvu kuliko simba, lakini kwa sababu ya kuto kujiamini anajiona kuwa ni dhaifu na hatimaye analiwa na simba. Kwa hiyo lazima tubadili mitazamo tulionayo. Fear will tell you to quit. Doubt will tell you it is possible. But faith says keep going. Faith says you can make it. Today choose faith over fear and watch God move in your life. Uoga utakwambia acha, mashaka itakwambia haiwezekani, ila imani inasema songa mbele. Imani inasema unaweza kulifanya hilo. Leo uchagua imani kuliko uoga. Mtegemee Mungu, songa mbele. Tukutane sehemu ya pili. Drop like, comment, subscribe na share, maana ujumbe huu utawabadilisha wengi na hatimaye